Bila shaka hujambo msikilizaji. Karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Abeid. Bado tupo katika kitabu cha Posa za Maana. Kabla ya kuendelea mbele, nitarudia kidogo sehemu ambayo imepita. Watu wa mji wa Tulieni walisifika kwa habari, wenyewe wakisema, Tulieni mtu atakunyima tonge tu, lakini hakunyimi umbea. Kwao wape kichwa cha habari tu. Basi habari kamili wataiandika wenyewe pamoja na nukuu za kutosha. Hamdani aliridhika na ushahidi alioupata, na sasa akawa tayari kumkabili mamake, akiwa na uhakika kwamba hata awe mjinga vipi, hatokubali kumwozesha binti yake mzuri kwa mtu kama huyo Bwana Shari. Tayari Hamdani na Musa walikuwa wameshambatiza jina. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Bi Salma Hamdani alikuwa ni mwanamke mwenye kujiamini na maneno kama upatu. Ukimpa moja, basi angekurejeshea 11. Yeye na pacha wake walikuwa ndio watoto wa mwisho wa marehemu mzee Hamdani na Bi Saumu katika familia ya watoto 10. Baba yao marehemu mzee Hamdani Sururu alikuwa mtu wa kawaida, hakuwa mwenye mali wala elimu kubwa. Umri wake mwingi aliutumia kuwa mwangalizi wa mashamba ya watu, jambo lililompatia uzoefu mkubwa wa mazao yalimwayo kwenye mashamba hayo. Uzoefu huo, uchapakazi na uaminifu aliokuwa nao ndio ukawa hazina katika maisha yake. Alikuwa akijua kila kitu kuhusu zao la karafuu, wakati gani wa kupanda miche, kupalilia na hata uchumaji, ambapo yeye mwenyewe alikuwa kibarua mzuri kwenye uchumaji wa karafuu. Enzi za ujana wake alikuwa akichuma hadi pishi 50 za karafuu kwa siku, mradi tu mikarafuu iwe imejaza. Mzee Hamdani alikuwa mtoa kazi, hakuwa na shida ya kuamshwa na kengele wala jogoo, kwani yeye mwenyewe alikuwa jogoo mtu. Sala ya alfajiri kila siku ilimkuta msikitini tayari, na hapo alikuwa ameshasali sala zake za sunna nyumbani, kusoma Qurani na kuvuta uradi. Basi akirudi hapo, kabla jua halijapambazuka, alipitia shamba moja hadi jingine katika mashamba aliyokabidhiwa kuyashughulikia. Kama kuna hitilafu yoyote iliyotokea usiku, basi yeye alikuwa wa kwanza kuiona. Watu walimtania kwamba alikuwa akijua si idadi tu ya nazi kwenye minazi, bali hata idadi ya karafuu katika kila mkarafuu. Riziki ya mtu iko asubuhi. Mie ni nani atanilali mpaka jua la meno linipige? Huo ndio ulikuwa msemo wake, na kweli Mwenyezi Mungu alimruzuku riziki yake ya kulisha na kushughulikia familia yake. Katika maisha yake mzee Hamdani alioa wake kama 7 hivi, akioa akiacha. Katika ndoa zake zote za mwanzo hakubahatika kupata mtoto hata wa dawa, mpaka aliingia unyonge na kukata tamaa, kwani kipindi hicho kama huna mwana ulionekana si mtu. Mpaka alipomwoa Bi Saumu, ndipo hapo Mola alipowafungulia uzazi, na ukawa mwisho wa kuoa na kuacha kwa mzee Hamdani, kwani hadi anaaga dunia akiwa na umri usiopungua miaka 80 na ushei. Basi kizuka aliyemkalia eda alikuwa Bi Saumu pekee. Katika watoto wao 10 waliojaliwa kupata ni 5 tu walioishi mpaka kwa watu wazima, na wote walikuwa wanawake. Mzee Hamdani alijitahidi kuwachagulia waume bora mabinti zake kama alivyofikiria mwenyewe. Sina pesa za kuwapa, wala nikifa hawatokuwa na cha kurithi.
Ninachoweza kuwafanyia ni kuwaozesheni kwenye familia bora. Familia bora kwa mujibu wake yeye ni zile zilizojiweza ili wanawe wasiende kula dhiki. Bwana Hamdani alikuwa mwekundu karibu na weupe ambao ulipatikana kwa mchanganyiko wa damu ya makabila mbalimbali yaliyokuwa maarufu visiwani humo. Bi Saumu mke wake alikuwa hadharani na nywele ndefu laini. Binti zao walichanganya sura za wazazi wao. Uzuri wao ndio ilikuwa hazina yao. Mzee Hamdani alijigamba kwamba watoto wake wana kila sababu ya kupata waume wenye chao kufu ya uzuri wao. Salma Hamdani aliolewa alipokuwa na umri wa miaka 14 tu. Siku ambayo mama yake Bwana Hamisi alienda kumwona, alistaajabishwa na kuvutiwa naye. Alimtazama juu mpaka chini, huku Bi Salma enzi hizo kijari, maana hata hakuwa mwari, kainamisha macho chini kwa aibu, kwani alikwisha kujua kuwa kaja kutizamwa kwa sababu ipi. Alikuwa mrefu, juu mwembamba na tumbo bapa kama hali ya kashiba, huku sehemu za kiunoni akiwa kajazia jazia. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Wengine huita umbo kama lake lilivyokuwa namba 8. Hakuwa mweupe kama joya wala mweusi kama lami. Uso wake wa duara uliojazia jazia mashavu ya kiasi ulipambwa na pua ndefu iliyonyooka, pua ya upanga iliyokuwa baina ya macho mawili madogo lakini makali, na alipoamua kuyatoa basi lazima utetemeke. Macho hayo yalizungukwa na kope ndefu zilizowafanya yaonekane makubwa kuliko yalivyo. Nyusi nyeusi zilizidisha haiba ya sura yake na kumvutia yoyote aliyemtazama binti huyo, ambaye kwa sasa amekuwa mama, mwanamke mtu mzima, na ule wembamba na uzuri wa kitoto ulikuwa umepungua. Baada ya uzazi wa mwaka mimba, mwaka mtoto, umbo lake lilibadilika na kilo ziliongezeka mwaka hadi mwaka, na sasa hivi alikuwa kajazia kila mahali, hasa tumbo, kwani katika kiungo kisichohiana kwa kikubwa kwenye umbo la mwanadamu, tumbo linaongoza. Hata hivyo, Bi Salma bado aliita. Wakati wanaoana, Bwana Hamisi alikuwa kijana wa miaka 22. Tayari alikuwa amemaliza diploma yake ya kilimo na alikuwa ameajiriwa serikalini. Bwana Hamisi alipomwona mke wake kwa mara ya kwanza usiku wa harusi, wakati huo Bi Salma uzuri wake ushakolezwa na vipodozi, alichanganyikiwa. Kama watu wanaambiwa they fall in love, basi Bwana Hamisi alitumbukia kabisa. Wataalamu wa mapenzi wanasema love at the first sight. Usiku huo ndio uliokuwa wa kwanza kwa wawili hao. Si bibi wala bwana aliyewahi kumtia machoni mwenzake. Bwana Hamisi alizaliwa katika familia iliyojiweza. Babake alikuwa daktari na mama yake Bishumbana, enzi za ujana wake kabla ya kuolewa na babake Bwana Hamisi, alikuwa mhudumu wa ndege, akiishi Ahweni ambako ndio kwao, na walikutana na mzee Burhani wakati alipokuwa huko akisomea udaktari. Alipoolewa aliacha kazi yake hiyo na kufuata mumewe Tulieni. Baadaye alifungua biashara yake ya mavazi, viatu, mikoba ya mkononi pamoja na makorokoro yote ya wanawake, mwenyewe akiita Auntie Boutique, na alikuwa mwenye mafanikio. Bishumbana alikuwa mwanamke mstaarabu na mrembo. Alipenda vitu vizuri, nyumba nzuri, gari nzuri, bustani nzuri na zaidi watu wazuri. Uzuri wa kupendezesha macho kwake ulikuwa kila kitu. Usije kuniokotia jana jike huko halieleweki mpaka nikashindwa kumtoa ukumbini siku ya harusi mtoto wewe. Ukitaka kuoa niambie nikutafutie. Kila siku Bwana Hamisi akiambiwa mwana wa pekee kwa wazazi wake. Bwana Hamisi alipotaka kuoa, sifa ya kwanza
na pengine ya pekee aliyoitafuta Bishumbana kwa mkwe wake mtarajiwa awe nayo ilikuwa ni uzuri. Na nani alikuwa mzuri zaidi kwa mwanawe mpenzi zaidi ya binti huyu wa Bwana Hamdani? Bi Salma. Japo siku hizo alikuwa mshamba kwa viwango vya Bishumbana, hilo halikumshughulisha sana. Alikuwa na uhakika akishakuwa mkwewe, chini ya usimamizi wake madhubuti, angebadilika na kuwa mrembo na mstaarabu stahiki ya mwanawe Bwana Khamis. Kwani wao ndio walikuwa watu wa mjini, watu wanaoyaweza, wanaojua kuvaa na kupendeza. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Tokea ujana wake Bwana Khamisi hakuwa mtu wa macho ya huku na kule. Hakuwahi kuwa na mahusiano na mwanamke yoyote kabla ya ndoa, na aliamini kabisa mama yake angemchagulia mke mzuri atakayempenda. Kwa hiyo wazazi wawili walipatana. Mmoja alitafuta uwezo wa kifamilia amwezeshe mwanawe akaupata, mwingine alitafuta sura nzuri kumwezesha mwanawe akaipata pia. Kwenye sherehe yao ya harusi ambayo iligharamiwa na upande wa Bwana Khamisi, watu wa upande wa biharusi walisifu kwamba Salma Hamdani kaolewa kwenye pesa. Upande wa bwana harusi walisifu kwamba ama kweli Khamisi Burhani kapata mwanamke bomba. Bishumbana alijifaharisha kwa uzuri wa mkwe wake mbichi, mtoto Basmat, ndege mnana chambilecho, watu wa zamani wakitaka kumsifia mwanamke mzuri. Baada ya ndoa, bibi na bwana harusi waliishi nyumbani kwao bwana harusi pamoja na wazazi wa bwana Khamisi. Bi Salma alikumbukia siku zao za mwanzo za maisha yao. Yalikuwa maisha tofauti na yale aliyazoea kwao. Walikuwa na chumba chao chenye choo na bafu ndani. Chumbani kwao kulikuwa na televisheni pamoja na friji dogo ya kuwekea matunda na vinywaji baridi. Bi Salma hakulazimika kupika, kwani kulikuwa na mama mmoja wa makamo ambaye aliajiriwa kwa kazi hiyo. Ingawa mara nyingine mkwewe alimfundisha kupika vyakula vya tunu kama vile sambusa, katlesi na keki, vyakula ambavyo aliambiwa mumewe bwana Khamisi hapendi kuvikosa. Bishumbana alikuwa na la kusema kwa kila alichokifanya mkwewe. Usiweke hiliki kwenye chai kavu, hiliki inawekwa kwenye chai ya maziwa tu. Nguo hiyo haivaliwi jikoni, hiyo ni ya kutokea usiku. Usitumie mafuta ya nazi kwenye nywele zako, utanukia kama tui. Tumia yale mafuta ya mgando niliyokuwekea kwenye begi la harusi. He, mbona hiyo perfume uliyojipaka kali hivyo? Umepaka perfume ya mumeo nini? Chumbani kwako uhakikishe umetandika na kupiga deki. Mji una vumbi huu. Futa vumbi kutwa mara 3 na usisahau kufukiza udi na kupiga pasi nguo za mumeo kabla hajaenda kazini. Mume anatunzwa, usipomtunza watakutunzia wenzio. Bi Salma kimya, akisikiliza tu na kuashiria kukubali kwa kichwa, lakini kichwani ana yake. Huyu bibi naye kazidi. Mpaka mambo ya chumbani kwangu anayataka. Nimetumia mafuta ya nazi toka nitoke tumboni mwa mamangu na sijanuka tu. Nije ninuke leo hii? Alikuwa na jibu la kila funzo alilopewa, lakini ugeni na utoto vilimfunga mdomo. Kwao alipotoka alikuwa amepewa funzo tosha za heshima kwa mume na kwa wakwe zake. Ukawaone kama baba na mamako. Wale ndio watakuwa wazazi wako kwa sasa. Mumeo akikufanyia jambo washtakie wao, na sio kijambo kidogo unaenda kushtaki. Mwanamke ni subra. Usituone sisi tumekaa miaka ndani ya ndoa mpaka sasa tunazeeka na kufanana sura ukafikiri tuna raha tupu. Ni subra tu inayotuweka. Zimu likujualo halikuli likakwisha. Ukiwa huna subra, leo utaolewa na huyu, kesho na yule. Mtoto huyu utazaa na kombo, mwingine utazaa na Haji. Utakuwa na kila sampuli na utahamia kila nyumba ukaone mkato wa chumba. Kisha uachwe. Usiende kututia aibu babu, maana nyinyi watoto wa siku hizi hamwishi.
Alipewa hotuba baada ya hotuba, na mmoja aliyempa hotuba ndefu ni somo yake Bi Mwanapili, shoga wa mamake Bi Saumu. Bi Mwanapili, somo wa Bi Salma, ndiye aliyemuosha alipovunja ungo na ndiye aliyekuwa na jukumu kubwa la kumfunda mwari wake afundike. Akahakikisha anampa mafunzo yote ya kukaa na kumweka mume, toka kumkanda, kumsinga kwa madonge ya karafuu na liwa, usafi, mapishi na mambo mengine ya siri kama ujuzi wa kwenye 6x6. Almuradi hata harusi ilipofika, basi Bi Salma alikuwa ametayarishwa tosha. Ingawa kama yalimwingia amala kutokana na akili yake ya kitoto, ilikuwa Allahu yaalam. Baba mkwe wa Bi Salma alikuwa mnene kiasi na hakuwa mrefu wala mfupi, bali kati na kati. Hakuwa mtu wa maneno mengi. Bwana Hamisi alimranda babake kwa sura, umbo na hata tabia. Akikutazama, macho yake makubwa ya kusinzia yalizidisha upole wake na kutoa taswira ya mtu mwenye huruma. Alipenda kukaa ukumbini nyakati za jioni akijisomea magazeti ya Kizungu, kutizama taarifa za habari za Kizungu, na hata alipokuwa akizungumza na rafiki yake ama Bwana Hamisi, basi maneno yake yalikuwa ya Kizungu. Kila akimwona Bi Salma alitabasamu na kuonyesha mbinyo kwenye mashavu yake. Mara moja akimuuliza maswali: anapenda nini, hapendi nini, amemaliza darasa la ngapi, na kama angetaka kusoma zaidi. Na Bi Salma angemjibu kwa haya huku kainamisha uso chini. Bi Salma alimpenda zaidi baba mkwe kuliko mama mkwe wake. Alimwona mama mkwe wake kama mkorofi fulani hivi, kama akimdharau na kumwona yeye mshamba. Mama mkwe yeye aliona kama akimnoa mkwewe awe wa kisasa, ajue maisha na ulimwengu wa mitindo, awe mke kufu ya mwanawe, kijana wa Bishumbana. Bwana Hamisi alikuwa kama yai mbele ya mamake. Pamoja na umri wote huo mkubwa aliyokuwa nao, hakuwahi hata kufua nguo zake. Kila kitu alifanywa na mamake au mfanyakazi wa ndani. Kama Bwana Hamisi alimpenda Bi Salma mara tu baada ya kumtia machoni siku yao ya harusi, upande wa Bi Salma mambo hayakuwa hivyo. Kwanza hakujua hasa hiyo maana ya neno mapenzi wala kupenda. Alichojua yeye ni kuwa huyu ni mumewe na alitakiwa awe naye na kutekeleza wajibu wake kama alivyoelekezwa kwao. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Kwa vile Bwana Hamisi hakuwa mtu wa maneno ya kumkera mtu, basi maisha yalikwenda vizuri tu baina ya wawili hao. Bi Salma hakuwa na ndoto wala malengo mengine, na aliamini kuwa kuolewa, kuzaa na kushughulikia familia ndiyo majaliwa yake yeye kama mtoto wa kike. Wengi wa majirani na mashoga zake waliolewa umri kama wake, ama wengine walikuwa wakubwa kidogo tu. Wachache waliendelea na masomo hadi kupata kazi, na wengine walikuwa wanasemwa kwamba watadoda. Hivi mwanamke unasoma we mpaka unaota ndevu za meno, miaka 25 au zaidi, kisha baadaye utakuja kuolewa na nani? Hata ukiolewa hiyo elimu yako pengine uimalizie jikoni. Hiyo ndiyo ilikuwa imani ya watu watulieni enzi hizo, na wengi hawakuwa tayari kuacha watoto wao kuchelewa kuolewa kwa sababu yoyote ile. Wako ambao waliolewa na huku wanaendelea kusoma, lakini hawa walikuwa wachache sana, kwani mwanamke akishakuolewa basi na majukumu ndiyo yaliongezeka, na si waume wengi waliowaruhusu wake zao kusoma. Pia wako waliosoma na baada ya kuolewa wakakatazwa kufanya kazi yoyote ile nje ya nyumba zao, jambo lililowakatisha tamaa wengine kuendelea na masomo wakiona haina faida kwao. Japo walikuwa mke na mume, Bwana Hamisi na Bi Salma walikuwa kama watoto nyumbani humo. Tofauti yao ni kuwa wao walikuwa wanandoa. Ratiba ya nyumba ilikuwa ikiongozwa na Bishumbana. Kilipikwa alichokitaka, ingawa Bi Salma na yeye
alipewa fursa ya kupika alichokitaka, ama wakati mwingine kupewa maelekezo ya kumpikia Bwana Khamisi vyakula vyake maalumu ambavyo alivipenda. Lazima ujue jinsi ya kupika hivi vyakula. Siku moja mtahama mnakwenda kuanza maisha yenu peke yenu. Huko mimi sitokuwepo kumpikia na kutizama mapishi ya mumeo. Hatutoishi pamoja milele. Bishumbana hakuacha kumwambia Bisalma, ikifika hiyo siku lazima nifanye sherehe. Bisalma alijisemea kimoyomoyo. Kumbe siku hiyo haikuwa mbali kama vile alivyodhani. Jioni moja Bishumbana na mumewe walipanda gari lao kuelekea shamba kwa jamaa zake, baba wa mzee Burhani, kwenda kumwona mzazi. Hawakukaa sana huko, na kabla ya magharibi waligeuza kurudi kwao. Wakiwa katikati ya safari, lilitokea lori kubwa lililopata hitilafu ya breki na likawa linawaelekea wao. Pembeni mwa barabara kulikuwa na bonde. Mzee Burhani alijaribu kupinda na kulikwepa lori hilo, lakini lori lilielekea upande ule ule alikokwendea yeye, na ghafla akili ikamruka na lori hilo likalivamia gari dogo lililokuwa likiendeshwa. Mzee Burhani alijaribu kupinda na kulikwepa lori hilo, lakini lori hilo lilielekea upande ule ule aliokwenda yeye, na ghafla akili ikamruka na lori hilo likalivamia gari dogo alilokuwa akiendesha mzee Burhani. Bishumbana alimalizika hapo hapo kwenye tukio, na mzee Burhani akamfuata mkewe siku ya pili yake alipokuwa amelazwa hoi hospitalini. Msikilizaji, usikose kufuatilia sehemu itakayofuata ya Posa za Maana. Ulikuwa nami Fatia Abeid.